Lakini cha kwanza ambacho ningependa nikiongee kabla sijamkaribisha mheshimiwa ni kutaka kuelezea tukoje, tunakwenda wapi na nini kinafanyika katika klabu yetu ya Young Africa. Kwamba kama mnavyofahamu klabu yetu inaenda katika ligi kuu ya Tanzania bara na tumeendelea kucheza, lakini hapa katikati matokeo hayakwenda kama ambavyo tulivyokuwa tunategemea. Tumetoka draw 4 mfululizo. Tunaamini kabisa kwamba wapenzi, washabiki, wanachama hawajafurahia matokeo ambayo yamefanyika kama ilivyotokea. Lakini napenda niseme pia kwamba uongozi wa klabu ya Young Africans, technical bench na wachezaji pia hawajafurahia jinsi ambavyo hali ilivyo ya kutoka sare. Na sisi ni klabu ya mpira. Na malengo ya klabu ya mpira ni kushinda, kuchukua ubingwa. Ndio malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea. Na napenda niseme tu kwamba kwa wanachama, wapenzi na mashabiki kwamba sisi kama viongozi tumeliona hilo na tunalifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba Yanga inarudi katika mstari. Na Yanga inarudi katika mstari, sisi kama viongozi tuna jukumu letu, wachezaji wana jukumu lao, hali kadhalika na benchi la ufundi na jukumu lao. Kwa hiyo tumekubaliana kukaa na kutafakari na kutathmini na kuona nini kifanyike. Na ni imani yetu kubwa kabisa kwamba Yanga sasa tunakuja kivingine. Tunakuja kivingine kwa maana gani? Kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunashinda katika mechi zetu ambazo zinakwenda kuanza. Na mechi kubwa ambayo tunaanza kucheza nayo ni mechi ya kesho, ambayo tumejipanga kuhakikisha kwamba Yanga inafanya vizuri. Inafanya vizuri kuelekea katika mechi zingine na kuleta tumaini jipya kwa wanachama, wapenzi na mashabiki kwamba kweli Yanga tumekuja kivingine kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Tuna timu nzuri, tuna benchi la ufundi nzuri, lakini hapa katikati za nikasema tu kwamba upepo umetokea ambao haujatupa matumaini ambayo tulikuwa tunategemea. Lakini lengo letu kubwa ni kuwapeleka wana Yanga kule ambako kila mwana Yanga angependa tuweze tukafika katika mafanikio. Kwa hiyo napenda niwahakikishie wapenzi, washabiki, wanachama kwamba tumeliona tatizo na tumehakikisha kwamba tutafanya vizuri. Kwa hiyo niwaombe na kuwaasa kwamba waendelee kuja uwanjani, waendelee kushabikia timu yao, waendelee kupambana na uongozi, kuona kwamba uongozi na wanachama na washabiki wote tuko pamoja katika kuhakikisha kwamba Yanga inafanya vizuri. Kwa hiyo nipenda niliweke sawa hilo, kuweza kuwaondoa wasiwasi wa shabiki kwamba sisi kama uongozi tumeliona, benchi la ufundi limeona na wachezaji wameona, lakini tumeona kwamba sasa tupambane kuona kwamba tunafanya mabadiliko makubwa katika timu yetu na timu ianze kushinda, na si ushindi mwembamba, ila ushindi ule ambao unaleta heshima kwa klabu yetu ya Yanga Afrika. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa klabu yetu na wajumbe wa kamati ya utendaji, ndugu zangu wanahabari, niko hapa kwanza kumshukuru sana Mungu ambaye ametupa nafasi ya kuungana sote tangu kipindi kile tukiwa hapa kwenye jengo, na tunashukuru leo nimepata fursa ya kuja rasmi kwanza kwenye klabu yetu pendwa, lakini nimekuja kwa ajili ya kuwashukuru na kusema asante kwa uongozi wa timu uliopo, kwa sababu leo nilipofika nimefika kwa sababu ya nilikotoka. Isingekuwa kupita Yanga, isingekuwa kupita huko nilikopita, huenda nisingefika hapa. Kwa hiyo lazima tuwe na wingi wa shukrani kwa kuwashukuru hao waliopo. Mimi nimekuja kwa jambo moja. Nimekuja kwa ajili ya kutangazia dunia, Afrika na Tanzania kwamba sasa kazi imeanza. Nimekuja kuwaambia wananchi, nimekuja kuwaambia wenye timu yao, kumekucha. Kumekucha. Na nikisema kumekucha wanajua mimi ni nabii. Tarehe 7 tucheza na timu moja hivi. Bado nadhani iko kwenye tarehe 8. Nikasema leo tarehe 8 mtu anakula 8 na tukamtembezea 8 pale. Tarehe 4 tulicheza na JKT. Nikasema leo tarehe 4 mtu anakula 4. Sasa sauti ya nabii aliaye nyikani imerudi. Nachotaka msikie, huu ndio wakati sasa wa Yanga. Kampa tena, inarudi. Kagongwa tena, inarudi. Tunajua tulikotoka na tunajua tuliko na tunajua tunakoenda. Mimi niko hapa kwa niaba ya wapenzi wote wa Yanga, mashabiki, wanachama na wale Yanga lialia, kuwaambia kwamba tumerudi kuhakikisha tunapambana kumfa yakun. Tunapambana lolote liwalo, punda afe mzigo ufike. Na hata kama maiti itamkaba muoshaji, acha imkabe muoshaji. Lakini lazima kieleweke, wanachama wa Yanga wamechoka. Wamechoka kuonewa, wamechoka kulalamika.
wamechoka kuumia roho. Mpira ndio starehe yetu ya maisha, hatuna starehe nyingine. Wako watu wanavuta shisha, wako watu wanavuta vitu vingine, wana starehe nyingine, sisi starehe yetu ni mpira. Nimekuja kuwaambia wanachama, mashabiki na wapenzi, sasa tulieni. Kilio, manyanyaso, mateso, wakati wake umefika ya kuisha. Kesho tunaanza kazi. Na sisi tumekuja kuwaambia, niko mimi. Ukiona mbuzi juu ya mti ujue amepandishwa. Ukiniona nimekuja Yanga ujue nyuma yangu nina watu. Nina mamilioni ya Watanzania wako nyuma yetu. Wamenituma, wameniambia nenda, kawaambie tumekuja. Kawaambie machozi yao sasa mwisho. Hakuna mtu atalia tena ndani ya Yanga. Na tunataka ili waamini mimi ni nabii, nikizungumza mbingu inasikia na kuzimu anasikia. Nataka wajue kesho tunakwenda kucheza na Gwambina. Sisi tutaanza kucheza mechi ya kesho. Tutacheza mechi ya kesho ndani ya uwanja. Wachezaji watapambana kufa na kupona, na sisi tutacheza mechi nje ya uwanja kufa na kupona. Na kama mnabisha, kuanzia saa 1 usiku tukutane uwanja wa Taifa. Tutaulinda uwanja kuanzia usiku mpaka alfajiri. Tutalinda timu, tutapambana na yoyote anayetaka kuionea Yanga. Kabla hujaionea Yanga sisi tutakuonea wewe. Kabla Yanga haijafa utakufa wewe. Kesho njoo uwanjani. Tumefanya maandalizi ya wachezaji, wamelipwa, wako vizuri, wananuka fedha sasa hivi. Na nataka hata familia zao zijue, kama baba aleti hela hiyo ni shida yako wewe na mumeo. Lakini lazima ujue wachezaji wetu wamelipwa, kambi iko vizuri, tumeimarisha ulinzi kambini, na tunapekua mitandao yao ya simu. Kama kuna watu walikuwa wanatuhujumu tutawajua, tutawaona. Na kama kuna watu ya ndani ya Yanga walikuwa wanatuhujumu tutawaona na tutawaanika. Kama anavyofanya Cyprian Musiba, na sisi tutafanya. Tutawataja majina mmoja mmoja. Uwe Simba, uwe TFF, uwe bodi ya ligi, uwe Yanga, tutakutaja. Tutakwambia na tutakuanika, alafu wananchi watakuhukumu. Kama Yanga ndio klabu yenye wanachama wengi Tanzania, basi hatima yako na maisha yako lazima iwe iko ndani ya Yanga. Wanachama wa Yanga wakikuchukia, wewe umechukiwa na Mungu, umechukiwa na shetani. Kwa hiyo tutakutaja, tutakuumbua. Tunataka kama mnajua mnaofanya hayo, acheni. Tunajua wako watu wamewekwa kutuhujumu ndani ya uwanja, nje ya uwanja. Tunajua wako watu wanafanya ya kwao usiku. Hatuamini ushirikina, lakini kwa wale wanaoamini wanakuambia wako. Sasa sisi leo tunakutana nao saa 1 usiku uwanjani. Kama wewe ni wa Mikia, kama wewe ni wa Matopeni, kama wewe ni wa Mchangani unatumwa kuja kuleta upuuzi pale, utatukuta usiku. Wewe njoo, tutakushughulikia. Lazima tulinde timu yetu, lazima tulinde nembo na hadhi ya Yanga. Huu ndio utaifa wetu. Yaani baada ya nchi ya Tanzania, baada ya Magufuli, kinachofuata Tanzania ni Yanga. Hao wengine ni mabwanyenye. Sunderland sijui ni wapi ya mabwanyenye. Kwanza hatuna timu yenye rangi ya nyekundu sisi Tanzania. Hatuna hiyo. Timu ni rangi ya kijani na rangi ya njano. Ndio utaifa wetu. Rangi hizo unazikuta kwenye bendera ya taifa. Na kama mtu anabisha akaangalie rangi ya wale wa Matopeni kama iko kwenye bendera ya taifa. Lazima kila kitu tunachofanya kisadifu taifa letu. Hata rangi sisi ya kwetu inaangalia taifa. Hata uendeshaji wetu. Yanga yuko daktari, msomi nguli, kule wana nani? Wana Kingwendo au wana nani? Alafu wanakuja wanachonga hapa. Huyu ndugu yangu naye anapiga kelele. Na mimi niwaambie, hata unapomwona msemaji wetu anapambana, anataka kupigana na watu, anaumia kama wanavyoumia wengine. Yeye anakaa anaanza kusema mpira gani? Mbona akumbuki mimi nilivyomlipia hela ya kwenda macho kutibiwa India ya macho? Mbona haweki ile? Antonio ni Yanga na Yanga ni Antonio. Akifanya kitu Antonio ni Yanga. Na Yanga ilimtetea Haji, ilimpigania Haji. Na Antonio alikuwa anapigania timu yake. Ndio tumesema sasa tusiwaache hao wenyewe. Ngoja baba lao nije, mimi ndiye baba lao. Manara anajua Jerry Muro ni baba lao. Yeye anajua, mimi nikiwa hapa yeye alikuwa uvunguni anachungulia hivi. Kampa tena wakamuulize kesi kule Zambia. Yaani ushindani wetu, hata tusipochukua ubingwa lakini lazima mnyama apigwe. Na nilishasema, ukimwona Simba mjini ujue huyo Simba wa maonyesho. Simba yuko Mikumi, yuko Tarangire, yuko Serengeti. Huyu wa Dar es Salaam tunamweka Sabasaba pale. Sasa tunachofanya ni kuchonga kibanda kile cha kumweka ndani Simba alafu tumweke kwenye maonyesho, watu wamshangae.
Biblia inasema lisilowezekana duniani mbinguni linawezekana. Na Biblia ilisema ni rahisi kwa ngamia kupenya kwenye tundu ya sindano. Sasa muangalie ngamia, angalia nundu yake ile, angalia kucha zake, angalia sikio lake, alafu ngamia anapenyaje kwenye tundu la sindano? Ndivyo Yanga tutakavyochukua ubingwa namna hiyo. Najua kuna watu wanawaza, wanasema haiwezekani. Itawezekana. Nani anajua ya Mungu mengi? Na sisi tumekubaliana kwenye kombe la FA. Nataka Simba wasikie, kwenye kombe la FA hatuna muamala, hatuna mdhamana. Kote wapambane, sio hapa. Anakuja Gwambina. Gwambina ilikuwa Arusha United, iliyokuwa chini ya Mheshimiwa Mrisho Gambo, mkuu wa mkoa wa Arusha, na mimi nilikuwa namsaidia Gambo kuilea Arusha United, na sasa imekuwa Gwambina. Kile kinyago chetu kamwe hakiwezi kututisha. Ndio nataka wajue. Na najua wako viongozi wa Simba wameamua kukaa Morogoro na Gwambina, wameamua kuilinda timu kule. Yuko mmoja mizimu ya Kichage kikaa sawa sawa, nitamzibua tu muda si mrefu. Lakini nataka mjue, huyo ambaye anawalea Gwambina mnadanganywa. Hakunaga urafiki kati ya tajiri na maskini. Hakunaga urafiki kati ya shetani na malaika. Hao ni mashetani, hao wanawadanganya, wanawachongea. Mkija tuwapige 8. Na mkiendelea kukaa nao, mkija mtapata aibu. Na namwambia kabisa mmiliki wa Gwambina, ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, ni kiongozi mwenzangu. Usikae na Simba. Watatufanya sisi tushikwe na hasira, tukupige 8, 9, 10. Password tulikuwa nayo sisi. Si mnajua password? Tulikuwa nayo sisi. Sasa mimi nimekuja na ile password. Kwa hiyo wanajua password tunayo. Tumeileta. Tumemkabidhi katibu na tumemkabidhi kocha. Tunabonyeza tu ta. Alafu tukutane. Kwa nataka mashabiki popote pale mlipo, game ya kesho ni game yetu. Mimi na nyinyi. Kwa viongozi wote waliokuwa Yanga, kwa wadau wote waliokuwa Yanga, kipindi kile tukiwa Yanga, sisi tunajua tulikuwa tunaishije. Niwaombe msikae na kulalamika huko. Njooni tuungane, tufanye yale tulikuwa tunayafanya. Hakuna mtu amefungiwa milango Yanga. Mimi mwenyewe nimekuja, sikuitwa. Hakuniita katibu wala makamu mwenyekiti. Ndikaa nikaona kadhaa fedha zimezidi. Nikasema potelea mbali. Ukuu wa wilaya ulinikuta nikiwa Yanga. Ndio maana nimekuja. Msisubiri kuitwa, msisubiri kuchaguliwa kwenye kamati. Wewe kama kweli unaumia na Yanga, njoo. Una jambo, njoo muone katibu. Una jambo, njoo muone kaka yuko hapa Mwakalibela. Lolote unalotaka kufanya, hao wako tayari kukupokea. Hawa kuingia kwenye uongozi haimaanishi sisi tumetupwa nje. Hawa wamekuja, uongozi ni kupokezana vijiti. Ndio tofauti ya Twila nazi na maziwa, ndio tofauti yetu na Simba. Mimi nimewapokea, kina Nogas wamenipokea kijiti. Lakini yule ndugu yangu yuko tu, amengangana pale. Kigando, utazani hana kazi ya kufanya. Uongozi ni kupokezana vijiti. Sasa yeye amekaa, utazani yeye ndio irizi. Au yeye ndio msukule wa Simba. Unang'ang'aniaje? Amefika kwenye kiwango cha juu cha mafanikio. Achia wengine. Mimi nimewachia kina Nogas hawa. Wewe kaka unabaki tu. Rudi kafundishe madrasa. Najua unachokijua ni kufundisha madrasa. Rudi kafundishe madrasa. Maana ndio elimu ulionayo kubwa ambao unaweza ukanitisha hata mimi. Kwenye kufundisha madrasa, shehe, sina tatizo na wewe. Rudi kafundishe madrasa. Lakini huku waachie wengine. Yanga ndio sehemu ambayo watu wana exercise uongozi. Alikuwa Dr. Tiboroa, alikuwa Baraka, amekuja Dr. Kagoro, Dr. Ruago, ataondoka, atakuja mwingine. Ndio Yanga ilivyo. Yanga kama CCM, Yanga kama serikali ya Magufuli. Alikuwa Kikwete, kaja Magufuli, alikuwa Mkapa, alikuwa Mwinyi, lakini kule wale tu. Wameanza na Mo tangu Mo akiwa mdogo mpaka leo Mo yupo. Sisi tulikuwa na Manji kapita zake kaondoka. Sasa hivi amekuja Garibu, Chuma cha Reli, Shababi, Mwanamme, Kidume. Yanga inakwenda. Lakini nyinyi mo. Amelaaniwa mtegemeaye mwanadamu. Lazima niwaambie ukweli.
Na Yanga inakopita ni kitu cha kawaida. Wameingia hawa wapya, kwa hiyo wana mitazamo. Mpaka Dr. Kagoro, Dr. Ruago, nikimtaja Kagoro anajua ni ndugu yetu. Dr. Ruago na Mwakalibela wakae, itahitaji muda. Lakini wakishakaa wakichanganya, wanakwenda. Wale wenzetu wako vile vile. Na Yanga ndio klabu pekee kwa ukanda wa Afrika Mashariki iliyoanzishwa ya kwanza kabla ya nyingine. Alizaliwa Yanga ndio akazaliwa Simba. Kwa hiyo sikio aliwezi kuzidi kichwa. Hiyo wakae wajue. Na Yanga ndio klabu pekee ya wananchi. Watu wote wanajua. Wale wengine ni mabwanyenye, wako 3 tu 4. Wanashika hatima ya maisha ya wenzao wale wengine. Na wale wengine misukule, sijui wanaendaje na wao wanakwenda. Waje wajifunze kwa wananchi huku. Sisi umoja wetu ndio ushindi wetu na tunakwenda, tutakwenda. Kwa hiyo mimi nataka mjue wananchi. Nataka wanachama wajue na mashabiki tumerudi. Tumeleta password. Na password wataiona kesho. Yaani afe beki afe kipa. Jua liwake mvua inyeshe. Kama ulikuwa hujawahi kuona maiti na mkabaje muoshaji, wewe njoo kesho. Utaona. Tumejipanga, tumejidhatiti. Na naomba niwaambie kwa wananchi, kwa mashabiki wa Yanga, ya Tanga yamekwisha. Sasa sisi tumekuja kufungua ukurasa mpya. Gwambi na anapigwa kesho. Hiyo nasema yani. Yaani lazima niseme, mpira unadunda ndio unadundia huko sio Yanga. Kuna ile style watu wanasema je, una uhakika gani mpira unadunda? Mpira unadunda sio kwa Yanga kesho. Na wachezaji wanajua na uongozi unajua. Tukishinda tukamaliza game, tunachotaka kuona ni mashabiki wetu tukirudi pamoja sasa. Tunataka hapa tu tunaondoka gari 5 gari 6. Ilipo Yanga tupo sisi. Na waratibu tutaratibu sisi wenyewe. Kwa mshabiki wa Yanga popote ulipo, yani wewe jua tu. Yanga anaenda Shinyanga, magari 4 tunakwenda nayo. Tutayapataje? Tutakwendaje? Sisi ndio tunajua. Wewe jiandae. Kwa tunawaomba kwa umoja wenu, kwa mshikamano wenu, turudi tushirikiane. Tuwape ushirikiano wa viongozi. Tusikae nje na kuwalaumu. Ukilaumu wewe utakuulizwa umefanya nini? Lakini waambie la mwisho. Katibu mkuu wa Yanga is very smart. Smart akili, smart uvaaji, smart kila kitu. Ni waombe wanachama. Mzee Msola ni daktari mbobezi. Alikuwa kocha wa mpira, ana PhD. Mungu atupe nini? Hichi kipindi tunachopita hiki ni kipindi cha mpito, ni kipindi kidogo, ndio maana sisi tumekuja. Mimi niwaombe tuwaamini viongozi wetu hawa. Tuwatie moyo. Wakifungwa wanaumia wao sana kuliko sisi. Ndio maana hata msemaji wetu anataka kumchapa mtu kwa sababu ameumia, alafu mtu anamletea upuuzi. Maanake nini? Maanake hawa wanahitaji tuwasapoti. Tusikae na kuwabeza kwenye mitandao. Tusikae na kuweka porojo. Hawa ni majemedari wako mbele yetu. Tumewatanguliza mbele. Kwenye vita hatushambuliani sisi kwa sisi. Kwenye vita tunakusanya silaha zetu, tunawachapa maadui zetu. Kwa ni waombe wana Yanga. Uongozi ndio huu tunao. Kwa sasa hatuwezi kugeuka nyuma. Kwa sasa hatuwezi kusema tunataka uongozi mwingine. Kama una jambo njoo tufanye wote. Viongozi hawa wamefungua mioyo kwetu. Tuwasaidie, tuwashirikiane nao. Na la mwisho najua kiu yao ni ujumbe kwa kocha. Ukisoma mitandao ya kijamii wamesema. Na mimi kwa kuwa sasa ni mwanachama huru, lazima niseme. Tumemwambia kocha, mechi ya kesho mtu lazima apigwe 7, 8. Anapigwaje atajue na Mungu wake. Alitoka Ulaya huko kuja huko kutafuta nini? Tunachotaka ni goli. Kampa tena ile ya Donald Ndombo Ngoma. Na mimi leo ndio nasema hapa. Kuonewa basi. Waandishi andikeni. Kuanzia mechi ya kesho ni kichapo. Ushindi mchache goli 4, goli 3. Huo ndio ushindi mchache. Ushindi mwingi, mpira mwingi goli 9, goli 10. Goli 11 usigune. Kama mtu tulimpiga 7, tulimpiga 8, tatizo liko wapi? Password sinayo mimi. Sasa mtaki kuamini? Password nayo mimi na tumeleta password.
Watu ambao hawaamini waje kesho waone burudani. Na najua wale wenzetu watakuwa wamekaa wanajiuliza huyu bwana vipi? Nimekuja. Na aje ajue mimi ni mkuu wa wilaya pia awe na adabu. Akileta mdomo saa 48 zitamhusu. Mara baada ya kusema hayo ni washukuru sana.